9. Tutasoma kuanzia penyewe. We refresh our minds and our hearts in this chapter as we go to discuss. In chapter 9, tunaanza penyewe. Maandiko yanasema katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Medi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu na nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya kukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki na wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso kama hivi leo, kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote ulikowafukuza kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Kwa sababu tumekutenda dhambi. That's verse 8. Unaweza talk to this person directly, afiki hapa, nafikiria kwa hapa Mungu. Verse 8. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi. Wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Naam, Israeli wote wamehalifu sheria yako kwa kugeuka upande wasisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na uwapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu, kwa sababu tumemtenda dhambi. Naye ameyadhibitisha maneno yake aliyoyanena juu yetu na juu ya waamuzi wetu waliotuamua kwa kumletea mambo maovu makuu. Maana chini ya mbingu zote halikutendeka jambo kama hili lilivyotendeka juu ya Yerusalemu. Sura 13. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata, lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana Mungu wetu atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu
na kuitambua kweli yake. Basi Bwana ameyavizia mabaya hayo akatuletea, maana Bwana Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo, na sisi hatukuitii sauti yake. Na sasa, Bwana Mungu wetu, uliowatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa kama ilivyo leo. Tumefanya dhambi, tumetenda maovu. Bwana, sawasawa na haki yako yote, na kusihi hasira yako na ghadhabu yako zigeuzwe, na kuuacha mji wako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu. Maana kwa sababu ya dhambi zetu na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanaotuzunguka. Basi sasa, Mungu wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako na dua zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa kwa ajili ya Bwana. Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie, fumbua macho yako ukautazame ukiwa wetu na mji ule ulioitwa kwa jina lako. Maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Bwana, usikie. Bwana, usamehe. Bwana, usikilize, ukatende, usikawie kwa ajili yako wewe, Mungu wangu, kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako. Verse 20. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, aliniguza panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza, akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Verse 24. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi, na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu, hata zamani zake Masihi aliye mkuu, utakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu.
na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la haribifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake kwenye kuharibu. Bwana bariki andiko. Natumai sasa wengi wetu tunakumbuka hii sura ya 9, sio? Tumesoma karibuni mara ngapi? Mara 3, sio? So up to now tunahitaji tukue sasa tumeanza kuwa familia na contents za hii sura, ili tubakishe tafsiri yake, sio? Na vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni ni kwamba katika sura ya 7 ya Danieli ni maono yake, na katika sura ya 8 ya Danieli ni maono ya pili ya Danieli. In chapter 7 and chapter 8 we have the visions of Daniel. And then in chapter 9, what do we have? Now we have the Daniel prayer that actually begins from verse 3 to verse 18. So the chapter itself ends to verse 27, isn't it? The chapter itself has 27 verses, isn't it? And the prayer begins from verse 3 to verse 19. So we actually agree, all of us, that this chapter concerns Daniel's prayer, isn't it? Then we also remind ourselves, for the sake of those who are not there, why actually Daniel made this prayer. Kwa nini Danieli alifanya ombi hili? Kwa nini Danieli alifanya ombi hili? Tulisema ya kwamba Danieli mwenyewe amesema katika huo mstari wa 2 kwamba katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake huyu mfalme Dario mwana wa Ahasuero, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu na lifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. So hapo ndio kuna huo mstari ambao unatuambia ni kwa nini Danieli aliengage Mungu katika hilo ombi, si ndio?
alikuwa, Biblia inasema Danieli alikuwa akivisoma vitabu. Na tulisema Danieli alikuwa anasoma vitabu vitakatifu. Daniel was reading holy books. Daniel was reading the Bible. And Daniel was not reading anywhere in the Bible. He was reading the prophecy of Jeremiah. He himself states that, isn't it? Yeye mwenyewe anaelezea hivyo, ndio. Anasema kwa kuvisoma vitabu na nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Kwa hivyo Daniel anatuambia katika kusoma vitabu vitakatifu alikuwa akisoma kitabu cha nabii Yeremia, mahali ambapo Mungu alikuwa anasema kuhusu, ama mahali ambapo Mungu alikuwa amesema kuhusu kutimia ama kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. You know, Yerusalemu wakati ambapo Waisraeli walichukuliwa mateka, kwenda katika nchi ya Babiloni, Yerusalemu ulibaki ukiwa. Katika Kiingereza wanasema desolate. Jerusalem remained desolate. Jerusalem remained like a city forsaken. The people were taken captive into Babylon, isn't it? And of course they were taken into 3 waves. Walichukuliwa katika vikundi vitatu at different times. The first group, and Daniel was among the first group of people who were taken captive to Babylon. So kikundi cha kwanza kikachukuliwa, kikundi cha pili kikachukuliwa, kikundi cha tatu kikachukuliwa. Kwa hivyo Yerusalemu ulikuwa umebaki ukiwa, mji ambao umeachwa bila watu. Of course tunajua miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vimefanyika, hekalu la Mungu lilikuwa limeharibiwa. Ukuta wa Yerusalemu ni miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vimeharibiwa. So as the people were taken captivity into Babylon, Jerusalem was desolate. Ilikuwa ni kama ukiwa, ni kama nyumba ambayo iliachwa, ni kama nyumba ambayo watu walihama. Nyumba watu wakihama, ama mji ambao watu walihama. With the time, barabara ya kuingia katika huo mji itakosekana kutambuliwa, sio? Kwa sababu nyasi zitamea. Then with the time barabara haitajulikana barabara ilikuanga hapa. With the time hata lango la kuingia hamtajua lango lilikuanga hapa. Ndio nasikia fence ilianguka, sijui nini ilifanyika nini, sijui nyumba ilianguka. Mji ambao watu walihama unakaa hivyo. Kwa hivyo Yerusalemu ulikuwa katika hiyo hali ya ukiwa, desolate. Lakini Mungu alikuwa amezungumza na Waisraeli kupitia katika nabii Yeremia, katika hali kama ya kuwapa matumaini katika Jeremiah 29, isn't it? As you check in verse 10, Jeremiah chapter 29, Mungu alikuwa amezungumza na Waisraeli katika njia ya kuwapa matumaini. Verse 10, Biblia inasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Verse 11 of course inasema, maana nayajua mawazo nayowawazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi
mtanitafuta na kuniona, mtaka kunitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Wanaweza asifiwe sana. Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Wayahudi ambao walikuwa wamechukuliwa mateka, ambao walikuwa katika nchi ya Babiloni, ambao walikuwa wanaishi maisha ya mateso, walikuwa wanajiuliza hadi lini haya mambo yataendelea. Na wengine ambao walikuwa wanaonekana kupoteza matumaini katika Mungu na kufikiri pengine ya kwamba Mungu amewaachilia wateseke hivyo milele hadi kufa kwao, Mungu akawapa neno la matumaini kupitia kwa nabii Yeremia kuambia, only 70 years you are in captivity. Only 70 years you are living this kind of life. And after 70 years, you will be released to go back to your country. Unaweza space. Ndilo neno ambalo Danieli alikuwa akisoma katika kitabu cha Yeremia, na alipoangalia hesabu ya miaka ambayo walikuwa wamekuwa katika nchi ya utumwa. Danieli alipoangalia hesabu ya miaka ambayo walikuwa katika nchi ya utumwa. You remember wakati ambapo tunafanya introduction katika kitabu cha Daniel, tulisema Daniel was among the youth between 16 years of age, wakati ambapo walichukuliwa mateka, sio? Na ukiangalia Biblia inasema ya kwamba wakati huu ambao Danieli alifanya hili ombi katika kitabu cha Danieli 9, Danieli alifanya hili ombi baada ya kuvisoma vitabu vitakatifu. Baada ya kuvisoma vitabu vitakatifu, akisha fahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70, ya kumaliza hiyo kipindi cha ukiwa wa Yerusalemu. Mungu alikuwa ameahidi nitamaliza tena hiyo hali ya Yerusalemu kuwa katika ukiwa. They will be restored back to their place, to their country, to their city. So Jerusalem will not continue to be desolate. Jerusalem haitaendelea kuwa katika hali ya ukiwa. So Biblia inasema wakati huu Danieli akisoma haya maneno, wakati alikuwa anasoma hivi vitabu vitakatifu, ulikuwa mwaka wa kwanza wa mfalme Dario. Mwaka wa kwanza wa mfalme Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii. In other words, if you go back to the history, kuangalia mwaka wa kwanza wa mfalme Dario, Danieli akiangalia sasa ni mwaka gani ambao walichukuliwa kutoka mateka katika nchi yao, na mwaka ambao ni mwaka wa kwanza wa mfalme Dario kuwa mfalme wa Babeli. History inaonyesha kwamba kulikuwa kunasalia na close to 3 to 4 years ili 70 years iishe. Unaweza kusikia. Historia inaonyesha ya kwamba
Wakati huu Danieli akisoma hivi vitabu, katika huu mwaka wa kwanza wa kumiliki kwa mfalme Dario, wa kutawala kwa mfalme Dario mwana wa Asuero, mwaka wake wa kwanza wa kutawala, historia inaonyesha, ukiangalia huu mwaka wake mfalme Dario mwaka wa kwanza, na wakati Danieli walikuwa wamechukuliwa mateka katika hiyo nchi, they were remaining with close to 3 to 4 years to finish 70 years of captivity. So it's like kulikuwa kuna salia tu na miaka 3 ama 4, alafu kipindi cha miaka 70 kiishe ama kikamilike, wakati ambapo sasa Waisraeli walikuwa wanatarajia, wale walikuwa wamesoma huu nabii, wale walikuwa wamesikia huu nabii, watarajia kwamba Mungu afanye nini? Awaachilie warudi katika nchi yao. Wanaweza siwe sana. We are told this is the time that Daniel engaged God in prayers. This is the time that Daniel engaged God in prayers. So, if they were remaining with 3 to 4 years to end 70 years of captivity in Babylon, and if Daniel got into Babylon during the first wave of captivity, close to 16 years, then Daniel was young or old? Daniel alikuwa kijana ama mzee? Alikuwa mzee, kwa miaka 80 na kitu. Daniel was at 80 something years this time that he was reading these books, this time that he engaged God in prayers, this time that it came to his notice that they were remaining with only 3 to 4 years, and then the captivity period comes to an end. Then the children of Israel are allowed, released to go back to their country. And this is why he engaged God in prayers. Then we said, what was he praying about? What was he praying about? This date. We mentioned this date. Daniel alikuwa anaombea nini? He was not praying for himself, isn't it? This date. Daniel hakumwendea Mungu katika hii sala kwa ajili yake yeye mwenyewe. Remember, he was a man, a high-ranking officer in the Babylonian government. Sio? Daniel alikuwa mkuu. Nakumbuka watu wakijaribu kufanya njama ya kumtoa katika hiyo nafasi ya prime minister, wakisema sijui tuweke sheria siku 30 watu wasiombe Mungu mwingine ila Mungu wa Dario. Sio? Amri ikatolewa, kuna kuomba Mungu mwingine ila kuomba kwa mfalme kama Mungu. Maandiko yanasema Danieli peke yake ndiye alifanya nini? Alikataa hiyo ujinga. Na nyumba yake madirisha zikiwa wazi, akaendelea kuomba mara 3 kwa siku kama kila siku, akiomba Mungu wa ukweli peke yake. Now of course it is taught by some people that this was one of the prayers of Daniel. During that time the windows were open. Watu wengine wanasema kwamba this prayer in Daniel chapter 9 was one of the prayers he was praying while the windows were open. He was praying. If you know why I have refreshed your minds by reading from verse 1, so that you may see and hear what Daniel is praying for. He's praying particularly for Jerusalem. He's praying particularly for the temple of God. Two things. He never prayed for so much. He prayed for Jerusalem that it may be restored, isn't it? Aliombea mji wa Yerusalemu ili huo mji usiendelee kuwa katika hali ya ukiwa. Alikuwa anaomba ili huo mji wa Yerusalemu urudi ukaliwe na watu. Na akaomba kwa ajili ya hekalu la Mungu, kwamba ili hekalu la Mungu lijengwe tena iwe katika hali ambayo itakuwa nzuri. Those are the things he prayed for. The city of Jerusalem, that it never continues to be desolate. And then the temple of God, that it be rebuilt. That was Daniel's prayer. Then of course we saw
how he offered the prayer, isn't it? Tunaona vile ambavyo aliendesha hilo ombi, si ndio? Anaanza kwa toba. Danieli alianza ombi lake kwa toba, kwa kuungama dhambi zake, kwa kuungama dhambi za watu, kwa kukiri uovu wote ambao walikuwa wamefanya kama watu wa Israeli, ambao walikuwa wamesababisha Mungu kuacha wachukuliwe mateka katika nchi ya Babiloni. Unaweza asifiwe sana. Verse 5 anasema, verse 4 inasema, nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Verse 5 anasema, tumefanya dhambi. Angalia vile jamaa anaungama dhambi, sio? Na tumezungumza sana kuhusu mambo ya kuungama dhambi, sio? Verse 5, tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala tukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Verse 7 anasema, Bwana, haki na wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo, kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Yaani Danieli akamwambia Mungu, wewe Mungu una haki. You are a righteous God, isn't it? You are a just God. You are a righteous God. But for us, we are shameful. We are shameful. Haya ya uso. Haya ya uso. I wish ningeiweka kwa Kiluya, but siwezi niweka kwa Kiluya kwa sababu tuko metropolitan, sio? Waluya tumechanganyika kabila zote, but I wish, but I hope we can understand, sio? Mtu ambaye akona uso wa haya, someone who has a shameful face because of what they have done, isn't it? Sio vizuri, sio? Yani imagine, mtu ambaye unaibika, nini ambayo umefanya, yani unauliza mpaka unajiona aholi umefanya hii, unaibika, unashindwa ardhi pasuke, unatamani ardhi pasuke ufanye nini? Unatamani ardhi pasuke hivi alafu kume watu wakiangalia hivi wakosa, kwa sababu hauna mahali pa kujificha ile kitu ambayo ulifanya imekupa haya ya uso. Hautamani mtu akuone, hautamani mtu akukumbuke tena, hautamani mtu akutaje. Na ndio mambo ambayo Daniel anasema, sisi Mungu, nyuso zetu ni nyuso ambazo zimejaa haya. Our faces are full of shame because of what we did. That is the kind of prayer that Daniel was offering to God. And we said that we have a challenge. We ought to learn from this kind of prayer. Many times we have made prayers, but God has not answered our prayers because we don't know how to execute our prayers. And I once told you about the parable of the two people whom Jesus himself gave this parable. The two people who went before the Lord in prayer. One a Pharisee and another one a tax collector. Then a Pharisee was like, me, I'm a just person. I attend worship service. I give my tithes. I'm faithful to my tithes. Then the Bible says
He had lifted his face, looking up, because he was not shameful himself. He was a proud guy, isn't it? On the other side, we had a tax collector making his prayer, and the Bible says he had no courage to lift his face high. Hakuwa na ujasiri wa kuinua uso wake juu, so alikuwa ameangalia chini. Na katika hiyo hali hakuwa anasema mimi ni mwaminifu, alikuwa anasema mimi ni mtenda dhambi, mimi nimeiba, mimi nimefanya hii. He made a prayer. Jesus told us in the Gospel of Luke that after the two prayers were made, one prayer was answered and another prayer was not answered. Which prayer was answered? The prayer of a tax collector, who saw himself like he was supposed to see himself, isn't it? Who acknowledged his state, he acknowledged his condition. And God answered his prayer. He was forgiven his sin, and he returned home with a joyful face, with a joyful heart. In one prayer, the prayer of a Pharisee was not answered. Do you know what that means, isn't it? Many times our prayers have not been answered because we have not prayed as we are supposed to pray. In the Bible, in the book of James, the Bible says our prayers have not been answered because we pray amiss. We don't know how to pray, and even we have bad intention when we pray. And in the book of Isaiah, should be 59 or 55, the Bible says 59. The hand of the Lord is not too short, neither his ear too heavy to hear us when we pray. But the problem is our sins, our iniquities have covered us so that God cannot see us. When Daniel realizes this, knows this, he has the right doctrine, the right theology. When he approaches God in prayer, he begins by confession. Because he knows, if I go to God the way I am, he's going not to see me, because a lot of sins have covered me. But if I first confess my sins, if I first get washed from all sins and iniquities, then when I make my supplications, I'm able to be heard by God. Vanessa's person. And that is why, after he has done what is supposed to be done, confessing, humbling himself, acknowledging to be a sinner, somebody who is not worthy. No, he tells God, we do not deserve this that we are asking from you. Hatustahili haya ambayo tunahitaji kutoka kwa sisi, hatustahili. Na hiyo ndio sababu maandiko yanasema katika hiyo verse 20:21. Na nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, aliniguza panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza, akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi utafakari habari hii na kufahamu ama kuyafahamu maono haya. The prayers of Daniel were interrupted, isn't it? Sindio? Ukiobserve vizuri unaona Daniel akiwa katika hali ya kuomba, these prayers were interrupted. You are talking and then somebody interrupts.
Alafu saa hizi watoto wa sasa hivi wanasema no, let us do turn taking. You talk first, you finish, then mwingine aongee. Yaani hawapendi kufanya nini? Kuwa interrupted. But kitu ambacho tuna observe katika historia ni kwamba Danieli akiwa katika hiyo hali ya kuomba, he was interrupted. Ndio. He was interrupted by whom? An angel, Gabriel. The angel Gabriel. And this is for the very first time we are told that the angel flied. Have you been keen to observe? Amen. Hii time tunasoma hii sura ni mara nyingi unafaa kuwa umeona hizo vitu ndogo ndogo. This is for the very first time we are told malaika amefanya nini? Amepaa, amefly. Ni kama kuna mabawa. Malaika akamfikia Danieli kumhakikishia Danieli ya kwamba maombi yake imefanya nini? Maombi yake imejibiwa. Malaika amemfikia Danieli kumhakikishia kwamba maombi yake imejibiwa. Matthew, tuangalie Matthew chapter 6. Kidogo hapa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 8. Inasema katika Mathayo 6:8, basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua nayo hitaji kabla ninyi hamjamuomba. So anawaambia wanafunzi wake, basi ninyi salini hivi. Katika Matthew chapter 6 ni huwa tunasema the Lord's Prayer. Matthew chapter 6 huwa tunasema the Lord's Prayer. Anaanzia verse 7 anasema, kwa verse 5 anasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Verse 6, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Verse 7, nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi. Because that is, nilikuwa nawaambia huwa tunaita the Lord's Prayer, lakini in real sense mimi nilifundishwa kwamba this is the disciples' prayer. Jesus was teaching his disciples how to pray. Wanaweza spesa. Sisi tunajua hii passage kama the Lord's Prayer. Ukiulizwa kule shuleni, ukisema the Lord's Prayer alafu uende kwa vitu zingine, utadunda mbaya zaidi. Ukiulizwa kule shuleni the Lord's Prayer, hapo Matthew chapter 6. Lakini theologically, ukisoma hiyo chapter utapata it was not the Lord's Prayer, it was the disciples being taught how to pray.
Yesu anawaambia katika hiyo verse 9, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasameheavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. The Lord's Prayer. All Christians are supposed to be speaking or reciting the Lord's Prayer. But you give this as an interview, if one or two can pass this interview. The rest of the Christians are not aware with the Lord's Prayer or the style Jesus wants us to pray. And leave alone even reciting this prayer, even knowing where it is. Ukiambia watu Yesu alifunza wanafunzi wake kuomba, iko katika kitabu gani? Mtu atakwambia iko katika Genesis. Mama leo wamenyangalia tu wameshika cha kusema. Tunapasa kitu yake ni mzuri zaidi. Kuna mtu anasema hivyo. Yesu aliwafunza wanafunzi kuomba, iko katika kitabu gani? Genesis. Mwingine atakwambia Revelation. Ufunuo wa Yohana, ndio. Mwingine atakwambia Luka. Lakini wakati Yesu anafunza wanafunzi kuomba, it was among his sermon on the mount. The longest sermon that Jesus was preaching while on the mount. The sermon that begins in chapter 5 of Matthew, chapter 6, and the whole of chapter 7. Mwanga tu wakati mwingine unasema mhubiri muda mrefu. Pastor leo mhubiri muda mrefu. Siwezi kuhubiri muda mrefu, ni shida Yesu. Sababu Yesu alisimama kuhubiri on the mount na akaanza from chapter 5. Akasonga mpaka chapter 6 na akasonga mpaka chapter 7. How long was that? Umeangalia hizo verses? Ni ngapi? Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7 was one sermon. How long did it take? Bwana asifiwe sana. Must have taken longer, isn't it? Paulo alihubiri wakati mwingine mpaka kuna mtu anaitwa Eutychus. He fell asleep kwa sababu alikuwa kwa ghorofa hapo first floor, second floor. Huyo mjamaa alikuwa amekalia kwa dirisha akisikiliza ujumbe. Alilala, alianguka. Bwana asifiwe sana. Angalia vile Yesu anatufunza kuomba. Mkiomba ombeni namna hii, ndio. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Hiyo maombi inaanza na kitu inaitwa katika Kiingereza adoration. Inaanza na kumtambua Mungu. Inaanza na kumtambua Mungu. Inaweza spesa. Alafu katika hiyo maombi unaona ni maombi ambayo inatambua mambo ya kuungama dhambi. Tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea ama wadeni wetu. Danieli alikuwa anajua hiyo, si ndio? Kienda kuomba anaanza na hiyo mambo ya kuungama dhambi, si ndio? Na anatambua Mungu, anasema Mungu wewe ni mtakatifu. Mungu wewe ni Mungu wa haki. Sisi nyuso zetu zimejaa haya. Sisi ni wakaidi. Sisi hatusikilizi. Sisi hatuheshimu neno lako. Sisi tumekuasi. Nilikuwa nawaambia hapa vile watu wameasi. Tumeasi katika kila njia. Sio katika nyumba ya Mungu, sio katika familia zetu, sio katika maeneo ya kazini. Tumekuwa tu waasi. Waasi. Katika ndoa watu wanaasi. Wale wamekula viapo wanaasi viapo, sio? Wanaingia katika mipango za kando. Ukiuliza statistics za ukimwi unaambiwa imeenea sana na inaendelea kuongezeka sana haswa katika wanandoa. What should that tell you? If HIV/AIDS percentage is increasing in marital status more than in the youth, what does it tell you? That those people who are in marital status are so much in mipango za kando.
Na hiyo ni kusema tumeasi sheria za Mungu za ndoa. Sababu huwa tunaulizwa, utaacha wengine wote kushikana na huyu peke yake? Na tunasema yes I do. Sawa tu. Yes I do. Tunatakiwa ujue ukisema hivyo kila wakati hiyo maneno iko ikiringi kwa akili yako. Kwa akili yako ya kwamba siku moja ulisema mbele ya watu yes. Hata ukipata jaribu namna gani, unaona Yesu anaambia wanafunzi wake mkiomba, tuombe katika sala zetu, tuombe Mungu atuzuie na majaribu. Majaribu ya hata kama uko tu kwa hiyo ndoa, mtu anakuja kwambia hai, nilikutana na mwingine akaniambia hai, kamwambia hai, you took my number and you never called me, why? Kuna mtu tu mwanamke nilikutana tu na kazi ananiambia hi, nikamwambia hi. Just weakness. You took my number, you have never called me, why? Nikamwambia I don't remember even knowing you. I don't know you. So I can't have taken your number. I don't know, you are a complete stranger. Aliniambia you take my number. Take my number. Kamuza why? Aliniambia just take my number. What do we have to talk? What business we have? I'll let you know. I'll let you know. Can you stay alone? Because I have a family but they are not here. Yes, I will come. I will call you and come. I don't think we have anything to talk. I even don't know what we have to talk to you. To talk the two of us. Nimwambia hata sijui ni nini tunazoongea na wewe. Sijui tuanzie wapi. Ananiambia don't mind. I teach you. Ananiambia sababu kwa Mungu atanifunza. Kamwambia I came to Nairobi 2004. I was a young boy. Still young. When I came to Nairobi for the first time, I don't know somebody in Nairobi. And up to now, I have never engaged in that which you want me to engage. Sijawahi. Nimwambia mwanamke, nilikuja kama mimi ni kijana na sasa mimi ni mzee. Na nikiwa kijana barubaru, makovu nyingi na nini, siku hata na majukumu, sikuwahi kufikiria kufanya kitu nataka kufanya. Hiyo sio majaribu. Na Yesu anaambia wanafunzi wake, na Yesu anatuambia sisi wakati tunapoambia Mungu nizuie, nilinde na majaribu. Nilinde na majaribu. Kwa nini usiambie Mungu nilinde na majaribu? Kwa sababu mara nyingi tukishafanya dhambi tunasema nimejaribiwa. Kwa nini usikianza sikuambia Mungu nilinde na majaribu? Nizuie na hii majaribu. Tukutana na wengine kwa gari vile tukutana na wengine kwa gari. Siku moja tukikuja church. Na niliwaambia siku moja tulikuwa bado church fulani. Mungu tu wakati tulikuwa bado tunashika hizo mitaro huko. Tulikuwa kwa church kwa gari mimi na Osborne. Kwa Maragoli wengine wanaongea walio wa Maragoli wanasema wamevaa kabisa vizuri. Wanakuja huko watu walikuwa wanaenda msiku na kuja kwa church wakaambia wakuvili yaani umewavalia. Mmoja anaambia mwingine umewavalia. Kama ingekuwa sahihi, kwa sababu ilikuwa kitabu kidogo, kama ingekuwa sahihi mmoja angemwambia mwingine leo utawakunywa. Sio? So kama unakutana na huyo mwenye nia yake anasema amevaa hivyo venye amevaa kwa sababu yake. Kama utakuwa umekumbuka kuambia Mungu asubuhi katika maombi yako nizuie na majaribu. I'm sure ukiona hiyo utakuwa unasema hii ndio majaribu. Naambia Mungu asante kwa sababu hii ulikumbusha kuhitaji asubuhi. Naangalia mara moja. Kama umeendanga ni kama hujaona. Kuna jamaa mmoja tulisoma naye na wewe jifunze kuangalia kitu mara moja ukipita hivi. Hiyo mambo ya kuangalianga ukirudi hivi ndio inakuweka kwa shida.
itakuwa kwa shida. Rafiki yangu nampenda. Watu tusoma nao kitambo lakini mpaka sasa bado tunatembeleana. Si rafiki? Aniambia jifunze kuangalianga ukie. Na ukishapita ikuwe umepita. Sijaribu kuuza shingo tena. Na wanaume wengi tumelaumiwa sana kwa sababu ya mambo ya kuuza mashingo. Hiyo ndio majaribu. Tunacheka. How many times umeuza shingo? Unaweza stress sana. Unajua hii pati ya maombi ina sababu ya kuweka uzito sana kwa hii mambo ya maombi. Hii pattern ya maombi ya Daniel. There is a reason why I'm doing a lot of emphasis. Because many times we never know how to pray, isn't it? And because many times we pray with the wrong intentions. We pray with the wrong intentions. That's why naika emphasis kwa hii maombi ya Daniel. Yeah? Inaingiana na maombi ya Nehemia, si ndio? Nehemia chapter 1, si ndio? Unajua kitabu ya Nehemia pia, kama unataka kuangalia mambo ya maombi kwa Biblia, kuna watu lazima tutawataja na Nehemia ni mmoja. Na Jumapili iliyopita ndio nimewahubiria kutoka kitabu ya Nehemia chapter 6, si ndio? Ukiangalia from chapter 1, wakati ambapo alikutana na watu wametoka Yerusalemu huko Babiloni, akawauliza hali huko nyumbani iko namna gani? Nchi yetu iko namna gani? Mji wetu uko namna gani? Watu wetu wako namna gani? Aliambiwa majibu ambayo hayakumfurahisha na maandiko yanasema kamwengeze Mungu kwa maombi, akaanza kuomba kwa ajili ya watu wao, hata uso wake ukakuwa na huzuni. Na alikuwa anaenda mbele za mfalme kumpelekea mfalme chakula. Mfalme akamwambia Nehemia, sura yako leo sio ile najua. Ni nini mbaya? You don't look like the way I've known you all these years. Akamwambia Mungu ni kwa sababu ya watu wetu. Akamwambia mfalme ni kwa sababu ya watu wetu. Na mfalme akamuuliza unatakaje kuhusu watu wako? Na maandiko yanasema kabla amwambie mfalme nini alikuwa anataka, kwanza tena akamwengeza Mungu kwa maombi. Anaweza spesa. Unajua wakati tunazungumza kitabu ya Daniel anasema anaangalia watu wao wako kwa nchi ya utumwa. Anaomba Mungu kwamba ahadi ya Mungu itimie. Mungu alikuwa ameahidi after 70 years nitawaachilia. Kwa hivyo Daniel katika maombi yake ya chapter 9 lengo lilikuwa ni Mungu timiza ahadi yako. 70 years ikiisha, achilia watu wako warudi katika nchi yao. Na ukisoma katika kitabu ya Nehemia, hao ni watu ambao tayari sasa walikuwa wameachiliwa, wamerudi katika nchi yao. Lakini katika hiyo nchi yao mambo hayakuwa vizuri. Ukuta hukuwa umejengwa tena. Nimewaambia hapo ukuta ulikuwa umebomolewa mbele. Na ukuta up to the time Nehemia alikuwa anakutana na hao watu wametoka huko ulikuwa haujajengwa. Na akamwengeza Mungu katika maombi, akaenda kusumbana na mfalme katika ruhusa. Na akaenda akasababisha kujenga huo ukuta. Na ndio chapter 6 kwa tunasema katika kujenga huo ukuta alikuwa anakutana na changamoto. Lakini anasema hii kazi ni kubwa. Anaweza sikuweza. If you are a Christian who is not praying, you are a Christian who is powerless. But I'm sure, as Christians, just like Koguru, Odinga, we need power. Sema we need power. We need power. Hatuhitaji hiyo power hao wanataka. Sisi tunahitaji power ya kufanya vitu kufanyika. Lakini sisi kama Wakristo power yetu iko wapi? Power yetu iko wapi? Katika maombi. Power yetu iko katika maombi. Hiyo ndio silaha yetu. Mojawapo ya silaha yetu kama Wakristo. How many times
Do we pray? How many times do we pray? Do we pray even for God? Are we even thankful to God for God? Are we even thankful for journey mercies? Are we thankful? Are we even thankful for securing a tender? Are we even thankful for our application going through? Are we even thankful for an admission yenye imeenda through? Tunapokea tu hizi vitu kana kwamba ni haki yetu, lakini Daniel anasema sisi hatudeserve, we don't deserve. Tunaweza express. Mambo yetu mengi yamekwama, haiendi vizuri kwa sababu sisi hatuna silaha. Biblia inasema katika kitabu ya Waefeso 6, vita vyetu si vita vya mwili na nyama ya. Our battle, our war is not that of flesh and blood. Vita vyetu ni vya kiroho, kwa hivyo silaha zetu lazima zikuwe za kiroho. Tunaweza express. Na wakati unaomba, enda kama Daniel. Usiache mambo yako ya kweli yanakusukuma kwa Mungu kwa maombi. Daniel hapo anaenda kwa Mungu kwa maombi kwa sababu yake. What was he lacking? A senior government official, prime minister. What was he in need of? Nothing, isn't it? Saizi hata ukiangalia kuna watu hapa kwa nchi ambao huwezi niambia wanalaki kitu. Kuna wengine nilikuwa naambiwa mwingine anatembea na security ya magari 4-5. Ana watu ambao wamejiimarisha katika kila kitu. They don't lack anything. Just like Daniel. Prime Minister mkubwa. Ni mfalme, ukitoka kwa mfalme unaenda kwa Daniel. So somebody who never lacked anything, but somebody who still dedicated his time to God in prayer. With his position, he still took time and energy to engage God in prayers. Then, what about us? Kama Daniel anaweza kuengage Mungu katika hiyo njia, na sisi tutafaa kumuengage zaidi ya Daniel, sio? Anaweza express. Na anapoenda kwa Mungu haendi na mahitaji yake, anaenda na mahitaji ya watu wengine. Anaenda na mahitaji ya watu wao, anaenda na mahitaji ya nchi yao, si mahitaji yake. Lakini sisi tunataka tukiwa na mahitaji yetu ndio tunamuengage Mungu. Na hatuoni haja ya kwamba tunaweza muengage hata kwa ajili ya mahitaji ya watu wengine. Ndio nilikuwa nawaambia habari za huyo pastor ambaye alikuwa anaambiwa kwa analetewa report, anaambiwa kuna ajali imefanyika hapo nje. Na anasema nitaenda kama nimemaliza hiki kitu ambacho nafanya. Hayuko tayari kwenda. Sio? Mchungaji au kanisa makubwa yako na maofisi. Mchungaji ako kwa ofisi amefungua Biblia yake, anasoma, anaandika ujumbe. Anaambiwa ajali imefanyika pale kwa barabara. Anasema nitakuja nikishamaliza kuweka hili wazo langu chini. Kuna wazo ambalo alikuwa analiandika. Akasema nikisha kamilisha hili wazo ndipo nitakuja. Mjumbe wa kwanza amemletea habari kuna ajali pale, anasema nitakuja baada ya kukamilisha hili wazo langu. Acheni niandike kwanza basi nitakuja. Mjumbe wa pili akakuja kumwambia ajali ile ambayo imefanyika pale nje imefisha binti yako. Ni binti yako ambaye amegongwa, ambulance imeshafika kuchukua. Aliposikia hivyo akaruka mbio. Hakujua mahali ambapo anaweza kutoka. Lakini yaani ikiwa ni yake mwenyewe sasa ndio inamuuma. Ikiwa ni mtu mwingine haimuumi. Daniel haikuwa hiyo side. Daniel inamuhusu na inamsumbua na si yake ni watu wengine.
Wanaweza spesa. So maombi yetu mengi pia Mungu ajibu kwa sababu ya uchovu. When we are praying, it is all about me, and me. Let us try to change our style of prayer. We don't say that we don't have to give our prayer items, but we are saying, even as we give our prayer items, can we remember the prayer items for other people, isn't it? Anaweza spesa. Wewe umeshaingia hapo, umeshakuwa na muda tayari, umekuwa na, I suppose kuna mtu ambaye ameingia hapa amezungumza na Mungu kwa dakika 2 au 3. Kwa hiyo mambo ambayo umezungumza na Mungu, kuna kitu umezungumza na Mungu kuhusu mtu mwingine? Kama hapana, then you have to change your prayer. You work on your prayer, isn't it? You have to work on your prayers. Anaweza spesa. Na Jumapili ijayo kwa mapenzi ya Mungu tuta limit discussions zetu zibaki katika verse 24 to 27. 24, 25, 26, 27. Kwa mapenzi ya Mungu. Because I've spoken enough on prayer, isn't it? Nime-emphasize vya kutosha kwa maombi vile na hisi. So tutaangalia hiyo verse 24 to 27, tuangalia interpretation ya hiyo prophecy. Alafu tuende katika chapter 10 next time. But next Sunday hatutasoma chapter yote. Kiwa kwa time yako nyumbani soma hiyo chapter yote, lakini next Sunday I will read only verse 24 27. Tunajaribu kuangalia kidogo ile Mungu atakusaidia. You know, it's one of the tough passages, lakini Mungu atakusaidia sana. Hallelujah. Amen. Wangapi wanasema Bible study inafaa? Wangapi wanasema Bible study inafaa? Na unataka kuniambia ukifuatilia hizi darasa vile tunafanya hivi, ukipatiwa nafasi ya kuzungumza na watu mahali, unaweza kosa kuwa na kitu ya kuzungumza? Kama wewe ni mwanafunzi mzuri, utakosa? Sasa hizi unajua tuko na vitu ambazo zinatushikia vitu. During the week, mimi ninaingia YouTube na ninafanya kusikiliza kila kitu ambacho nilikuwa nafunza hapa, nilikuwa nasema nasikiliza. Nafanya revision ya kutosha hizi vitu. These days are very different. We capture everything. So kama kuna makosa nimefanya mahali pia na realize na note. Nilivyo tu siwezi kuambia hapa nimefanya makosa. Lakini niko na nafasi ya kuangalia kama kuna mahali nilifanya makosa. Kwa sababu everything has been captured. Hata nikijikuna kidogo imekuwa captured. Nikikohoa imekuwa captured. Na sasa kila kitu yenye unafanya hapa mbele sasa wakati wa mahubiri na Bible study, kila kitu inakuwa. Na ikiingia huko kwa YouTube ni kusema imeenda mahali ambapo iwezi potea. After how long you can still revisit? After how many years you can still revisit? Unless as person. Listen to these things. Subscribe, like, comment, share. Weka positive comment, usike comment mbaya nitakuta wewe. Enda comment nzuri. Unaweza spesa. Mungu awabariki. Weka nia mko. Tutaki mvua isombe watu. Tutataka tu mvua ipate watu wakiwa katika maeneo yao, lakini mvua haitatusomba, mvua haitatufunga sisi. Mungu anatupenda, grace yake ni nyingi kwetu. Wanaweza spesa. Tutaachilia tu mvua kama tumemaliza kila kitu, na kiachilia kwa mvua kiasi nzuri ambayo haitaingia na wewe na kitu. Kwa sababu hata kutoka kwa leo utakuwa kwa kitu kingine kutoka kwa ajili ya Mungu, usikilize kutoka kwake, wewe ushiriki na watu wa Mungu. Hizi kuangamiza kwa believe in God. We just allow us to moderate friends that will allow us to be children. May we take our ministry, just 10 minutes speech, to
nakuta kama ni 10 minutes kwa 11 nakuta kiongozi wa maandamano ngoja watu wote waingie, kwa sababu ukianza na 20 na nusu itakuwa